singekubali mimi mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga ile. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Nipende kuwakaribisha waombolezaji wote katika muda huu ambao tumejumuika pamoja hapa kwa ajili ya kumwaga mama yetu mpendwa ambaye tumekuwa tukiishi naye kwa miaka mingi. Kwa ambao mmeangalia huyu mama katika Biblia anakuambia siku za kuishi za mwanadamu ni miaka 70. Na ukiwa na nguvu ni miaka 80. Maana katika maisha tunayoishi hapa kuna mambo mengi yanatokea. Lakini mama yetu huyu amekuwa na nguvu kwa sababu ukiangalia miaka yake aliyoisha ni zaidi ya miaka 80 hapa duniani. Na katika kuishi kwa mwanadamu kuna vitu vingi ambavyo tunajifunza. Kuna mmoja alisema tunapoishi hapa duniani tunakuwa kama ni barua. Na kila hatua unayoipiga katika maisha unatakiwa uangalie unaacha alama gani katika yale maisha ambayo unayaishi hapa duniani. Mama yetu amekuwa ni mfano wa kuigwa kwa malezi ambayo ameyatoa kwa vijana wake, kwa hatua ambazo aliweza kuwatoa kutoka utotoni hadi wamekuwa watu wazima na leo wako hapa mjini. Na ndio maana dakika za mwisho bado mama alikuwa kwa watoto wake, lakini Mungu alimpenda na kaamua kwamba anamhitaji kwa ajili ya kupumzika. Na siku ya leo basi tumejumuika kwa pamoja hapa tuweze kuomboleza. Na kulingana na ratiba yetu kwa muda huu ni muda ambao tunatarajia kwamba waombolezaji wote tutajumuika kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Baada ya kutoa heshima za mwisho na baadaye tutaenda kanisani kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo ningeomba mzee wetu afanye maombi kidogo kabla hatujaanza kutoa heshima za mwisho. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amin. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika vishawishi, lakini utuopoe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa muda huu wa asubuhi hii uliotujalia. Tunakushukuru kwa kutuwezesha kuja hapa ili kukamilisha kazi ile ambayo ulianza katika mwanao Helena. Tunakuomba kwa ajili yake, kwa ajili ya roho yake, Baba mtakatifu, umpokee mbinguni kwa ajili ya yale mema mengi ambayo aliyafanya duniani. Tunakuomba umtakase kwa yale mengine ambayo hakuyafanya kadiri ya mpango wako. Mungu, tunakuja kwako kwa unyenyekevu na toba moyoni tukiomba huruma yako. Na sasa Bwana, tunakwenda kumtazama kwa mara ya mwisho, tunakwenda kuona uso wake kwa mara ya mwisho. Tunakuomba Mungu, tendo hilo litukumbushe na sisi jinsi ambavyo tuko watarajiwa. Tunajikabidhi mikononi mwako tukikuomba neema yako, tukikuomba baraka yako, ili tendo hili tunalofanya litufae sisi tulio hai sasa hivi katika safari yetu ya kuelekea kwako. Hayo na yale ambayo yako ndani ya mioyo yetu ambayo hatuwezi kuyasema hapa, tunayakabidhi kwako kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, tukisema kwako iwe na sifa na utukufu milele na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Basi ndugu zangu, tukiongozwa na MC wetu na nyimbo za maombolezo, sasa tunafungua jeneza lilobeba mwili wa marehemu, na kwa utaratibu atakako tuelekeza ndugu yetu, tutaendelea sasa
kumtazama mama, kumpa heshima za mwisho, kumpa na kwaheri ya kuonana siku Mungu atakapotaka. Yesu akamwambia, yeyote anayeamini ajapokuwa amekufa ataishi. Hapa Yesu alikuwa anazungumzia kwa habari ya imani, imani ambayo mama yetu ameishi, na ndio maana ameweza kukaa miaka mingi hapa duniani, zaidi ya 80. Alikuwa ni mtu wa imani, alikuwa ni mtu wa sala, alikuwa ni mtu wa maombi. Katika maisha yetu ambayo tunaishi sasa, wengi ni vijana, ni vigumu sana kwenda kuitafuta miaka ambayo mama ameishi. Tunapokumbuka siku hii ambayo ni sherehe kwake, ambaye yeye mwenyewe hawezi kuiona, lakini sisi tunasherekea kwa habari ya maisha ambayo yeye aliaishi hapa duniani. Ni jukumu la kila mmoja mmoja kucheki ndani ya moyo wake, kucheki ndani ya roho yake yale maisha ambayo anayaishi hapa duniani. Je, tunaishi kulingana na mpango wa Mungu? Tunaishi kulingana na kusudi ambalo Mungu ameliweka katika maisha yetu? Na kwa bahati mbaya au nzuri, Mungu akasema, sasa mimi au wewe tunakuita sasa hivi. Je, tunaweza tukafikia kile kiti cha ufalme wa Mungu ambao ndio uzima wa milele? Ndio maisha mapya ambayo tunayatarajia, ndio uzima mpya ambao sisi tunapoishi hapa duniani tunatakiwa kuishi na kutafakari. Katika kuishi kwetu tunatakiwa tutafute uso wa Mungu kila siku, kila saa na kila wakati. Basi sehemu inayofuata kwa sasa hivi ni kumkaribisha katekista aweze kufanya ibada, alafu baada ya hapo tutaingia kwenye kuaga. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, tumekutanika hapa kwa ajili ya kumwombea mama yetu Helena ambaye ametangulia. Tumwombe Mungu atujalie kupokea kwa imani kuu msiba huu. Tusikate tamaa, tusihuzunike, bali tupokee kwa imani. Na tuendelee kumuomba Mungu ampokee katika makao yake ya milele. Hivyo wanafamilia, niwape pole kwa msiba huu. Mungu awatie nguvu muweze kupokea kwa imani, na muweze kubaki katika imani kwamba amepokelewa mbinguni. Ndugu na jamaa mliopo hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea huyu ndugu yetu Helena aliaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Ninakulia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Ninakulia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Tukabili ninakulilia, e Bwana, uisikie sauti yangu. Sikiliza sauti ya dua zangu. Ninakulia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kama wewe ungehesabu maovu, kama usingerehemu, kati yetu sote nani angesimama? Ninakulia katika unyonge wangu, ewe kinga
haki na neema na zote na fadhili kwako Bwana, ukombozi wazidi. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Nimemngoja Bwana, roho yangu imemngoja, neno lake nimelitumainia. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Tumwombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako huyu Helena. Tunakuomba pia watazame watumishi wako hawa wanaomboleza, wape nguvu ya kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kushawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Helen apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Helen apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. ndugu zetu marehemu wapumzike kwa amani. Amina. Tuonane
Mama yetu ratiba yake imefikia kikomo, manake Mungu amemwita. Wengi kama mlivyosikia hapa, familia tunaomboleza, wengine wanalia kwa kilio kikubwa kabisa, lakini kwa Mungu ni tofauti. Ni kama wewe unapoenda shambani ukakuta mazao yako pale yamestawi vizuri, alafu unaamua kuchagua na kuanza kuyavuna kwa ajili ya faida. Kwa hiyo Mungu anavuna kwa wakati wake. Kwa alipomuita mama, manake anajua lile kusudi ambalo alimuitia hapa duniani amelitimiza. Kwa kule saizi huenda wanashangilia na kufurahi pamoja na malaika kwa kumpokea mama yetu huyu. Nasi tujiandae kwa ajili pia ya hatima ya maisha ambayo Mungu ametuitia hapa duniani, ili tuweze kurudi na kwenda kuurithi ufalme wa mbinguni. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana.
na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sita
nalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Siku zote tuna moyo mkuu, tena tunajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo tena, ikiwa tuko hapa au ikiwa hatuko hapa, twajitahidi kumpendeza yeye, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ajira ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Neno la Bwana. Yesu alipofika Bethania, alikuta Lazaro amekwisha kuwa kaburini yapate siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu karibia maili 2, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Maria ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Maria alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi atakapokufa atakuwa anaishi, na kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, na Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Neno la Bwana. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi wapendwa, kwa nia moja tumejumuika hapa mbele ya altari ya Mungu kwa ajili ya kumwombea na kumsindikiza mpendwa wetu Helena, ili Mwenyezi Mungu kwa upendo na huruma yake amsamehe na ampokee, amjalie pumziko la milele mbinguni. Bwana, kwa nini sasa? Kwa nini
yeye. Kwa nini njia hii? Hayo ndo maswali sisi wanadamu tunaweza kumuuliza Mwokozi akuweka mbele ya Mwenyezi Mungu, kama huyu Martha alimuuliza Yesu Kristo kwa uchungu. Alieleza na kuomba Yesu Kristo kumsaidia yeye ndugu yake, na sisi kwa uchungu huyo tumekuja mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya huyu mpendwa wetu. Wapendwa katika Kristo, katika maisha yetu hapa duniani, swali moja kwa hekima yetu ni ngumu kueleza kati ya maisha na mauti, na bado inaendelea kuwa fumbo kwa hekima yetu. Lakini kila mmoja wetu sisi tuliobatizwa, sisi tunaofuata Yesu Kristo, tunaalikwa kuelewa fumbo hayo katika mwanga wa imani. Kupitia imani yetu tunaelewa kwamba hasa maneno ya maandiko yote, hasa Injili ya leo, hayo maneno ya faraja, hayo maneno yanatukumbusha, yanatuambia ukweli wa kimungu. Kitu ambacho kinaweza kutuogopesha, kitu ambacho tukiona tunatetemeka ni kifo. Mtu ambaye haogopi mtu yote, hata mtu mkubwa katika cheo hapa duniani anaweza kuogopa, si kwa wanadamu wenzake wala nini, bali akisikia habari ya kifo, wa kwanza kutetemeka, wa kwanza kutoa machozi, wa kwanza kuingia hofu, maana kifo ni kweli. Kifo kinatuogopesha, ndio kifo kinatusababisha tuwe na huzuni. Na katika hali hii sisi tumekuja kumsindikiza ndugu yetu. Baada ya kuendelea kutafakari juu ya kifo cha mpendwa wetu, hebu tujitahidi kujifunza kutambua au kugundua huyu mpendwa wetu anatufundisha kitu gani kutokana na kifo chake. Dua kila Ijumaa namtembeleaga kumhudumia, kila napoenda kumsalimia, mama, bibi, unaendeleaje? Dua tulake itakuwa dua hivi, naendelea vizuri kwake kwa upendo wa Mungu. Tujue wapendwa, huyu alielewa, anajua, na imani yake imekomaa hadi anasema naendelea vizuri kwa upendo wa Mungu. Maana anajua kweli kwamba sisi hatuwezi kujitegemea. Tegemeo letu ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Hadi alikuwa imara katika imani yake, hadi mwenyewe anashangaa yeye mwenyewe akatuma mtu kuomba huduma ya Baba. Hakukosa kabisa hata kupata sakramenti
katikati yake tulivu. Hakushindwa hata kuomba ushauri wa kanisa kabla ya kwenda kulazwa hospitalini. Alimtuma mwanaye, alikwenda naye kiongea naye. Maneno aliyoongea ikiwa pekee sisi, akasema, "Padre, muda wako tayari, muda wako tayari, nakaribia na subiri. Kabla ya kuondoka nikuambie kitu, mimi nawasamehe wote waliokosea, pia naomba msamaha kwa wote niliowakosea." Hayo ndio maneno yake. Nisijawahi kusikia maneno hayo kutoka mtu yote ambaye amejiandaa maisha yake ya mwisho. Kwa maana ilifanya yeye aseme maneno haya ni imani yake. Leo ametuachia mafundisho hiyo na anatukumbusha, kusisitiza kuchunguza imani yetu. Wakati mwingine imani yetu inatetemeka, wakati mwingine hatuna nafasi hata kuimarisha imani yetu, wakati mwingine tukipata changamoto yote tunaanza kulalamika, lakini huyu hajawahi kulalamika licha ya changamoto alizopita katika maisha yake. Najua amesema kwa miaka mingi zaidi ya 10 aliendelea na mateso makali. Hata siku moja amelalamika juu ya hali yake, ila akasema kwa upendo wa Mungu, maana amekubali kushiriki katika mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na leo kwa furaha kubwa amekubali zawadi ya Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingine sisi tunasema kwamba kifo ni mwisho wetu, ila kwa imani yetu kifo ni mwanzo mpya. Kupitia kifo chetu duniani tunaingia makao yetu ya milele. Maana huyu amepokea hiyo zawadi kwa furaha. Wewe na mimi ni nani kukataza kupokea hiyo zawadi ya Bwana wake? Maana leo anatukumbusha kila mmoja wetu ajitahidi kujiandaa kupokea hiyo zawadi. Sisi hatujui siku wala saa, muda wote, siku yote tunaweza kuitwa. Tukumbuke tajiri mbavu katika maandiko matakatifu aliposema, anayetenda kitu afurahie maisha yake, lakini Mungu alimwambia, wewe mbavu, usiku wa leo utaitwa. Maana muda tuliopewa hapa duniani sio kustarehe, sio kwa ajili ya kujivunia maisha yetu, bali kufanya maandalizi. Hatuwezi kuambia kifo itakapotukuta, hebu subiri, dosari imeanza maisha yangu. Hebu subiri, dosari imemaliza masomo yangu. Hebu subiri, dosari imeanza biashara yangu. Dosari imejenga nyumba yangu. Dosari imefunga, nimeolewa, nimeoa. Dosari imepata watoto. Subiri, niishi maisha yangu, kisha uje unichukue hata siku moja.
tutakapokuta kifo chetu lazima tukubali. Utaka wa utaka lazima uende, lazima uende. Kabla ya kwenda, hebu tujiulize na kujitafakari, tutakuwa tayari kuambiwa na Yesu Kristo, mtumishi mwema, uingie katika furaha yako, kama alimwambia huyu mpendwa wetu. Je, tunastahili kurithi huo uzima? Basi wapendwa, huyu mpendwa wetu leo anatukumbusha kwamba maisha yetu hapa duniani sio ya kudumu, ni mafupi. Leo anatuambia kwamba, anatukumbusha ukweli kwamba maisha yetu hapa duniani tunaanza hapa kanisani na tunamaliza maisha yetu hapa kanisani pia. Na anatuambia kwamba ukweli, leo sisi tumeleta hapa kanisani, kesho sisi tutaletewa. Leo tunamiminia na kesho tutaibiwa. Huo ndio ukweli. Wewe utakubali au utakataa? Hilo ndio ukweli anatuambia. Basi wapendwa, tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie neema na baraka zake, na tusaidie sisi walio hai tuliosafiri tuweze kujiandaa, tukikumbuka hali yetu ya udhaifu, na tuzidi kumwombea huyu mpendwa wetu, ili Mwenyezi Mungu kwa upendo na huruma yake amsamehe dhambi zake na ampokee katika mahali pake. Na enyi wanafamilia ya mpendwa wetu huyu Helena, ni mnajua vizuri jinsi alivyoishi, jinsi alivyohangaika kuwalea watoto wengine, jinsi aliwalisha imani. Basi fanyeni hivyo. Basi igeni mfano wa wazazi wenu, walee watoto wenu katika imani na maadili. Jambo mnaweza kufanya hapa kwa kuheshimu huyu mama wenu au ndugu zenu ni kuishi kama ameishi. Tuige matendo yake mema na kuzishike, tuache makosa yote waliyofanya, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwafariji na kuwatia nguvu katika kipindi hiki kigumu, ili muweze kuendelea kuiga maisha yake huyu mpendwa wetu na kutoa ushuhuda kama yeye alivyofanya. Tumsifu Yesu Kristo.
Bwana tunataka
hiyo tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii ya hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kutambua hii aliye kafara ambayo ilitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata wewe pamoja na watolewa kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume heri na watu na mashauri wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata imani sana maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, ueleke kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiria hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Yohane Munani na askofu wetu mkuu Irenaeus Wright, askofu msaidizi Edith Mungu, pamoja na maaskofu wote wa Leo wote na watu wote wanaofanya ndoa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii kuita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanyiko wako wana wote walitawanyika popote duniani, umkumbuke mtumishi wako Helena uliyemwita kwako kutoka duniani, umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa mnyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote waliotangulia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumani kufika katika ufalme huu, ili pamoja tushiriki mbele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada na huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. na
yaliyoandikwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ndugu zangu katika Kristo, tunafika sasa karibu mwisho wa adhimisho la misa takatifu, lakini sasa ni wasaa wa kusikiliza wasifu wa marehemu. Kwa hiyo yule aliyeandaliwa, basi tunaomba tuongee kwa zoezi hilo, na kisha tutapata salamu za rambirambi kutoka vikundi vifuatavyo: mwakilishi wa jumuiya, mwakilishi wa kanda, mwakilishi wa WAWATA, mwakilishi wa WATA ngazi ya dekania, na mwisho mwakilishi wa kamati tendaji halmashauri ya walei parokia. Mheshimiwa paroko, Mheshimiwa msifu Yesu Kristo. Basi ifuatayo ni wasifu wa mama yetu mpendwa Mama Helena. Mama yetu mpendwa Mama Helena basi Shayo alizaliwa mnamo tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 1940 katika kitongoji cha Wasi, kijiji cha Lesoroma kilichopo tarafa ya Serengeti, Rombo, mkoani Kilimanjaro. Mama Helena basi Shayo alikuwa ni mtoto wa pili katika familia ya mzee Nyangi Dosina Sarita na Mama Msaie. Malezi na ndoa. Marehemu alilelewa na kukulia katika familia ya mzee Nyangi Dosina katika kijiji cha Lesoroma hadi mwaka 1960 alipofunga ndoa na ndugu basi Shayo ambaye alikuwa baba yetu kabla ya kifo chake katika kijiji cha Palakamu Serirombo. Katika ndoa hiyo Mama Helena na mzee Basili walijaliwa kupata watoto 7, 2 wa kike na 5 wa kiume,
ambapo kati yao watoto wawili wa kiume na mmoja wa kike walitangulia kwenye makao ya milele. Na hivyo mwaka 2001 Mama Helena pia alipoteza mume wake mpendwa Mzee Mshaya katika ajali ya gari iliyowapata wakiwa katika shughuli zao na wakiwa wanarejea nyumbani katika shughuli zao za kilimo na ujasiriamali ambazo walikuwa wakijishughulisha nazo. Sakramenti. Mama yetu Helena na mpendwa wetu alipata sakramenti zote, ikiwemo sakramenti ya ubatizo na pamoja na sakramenti nyingine katika Kanisa Katoliki la Mtakatifu Yohane Mbatizaji, parokia ya Serongo katika jimbo Katoliki la Moshi. Kazi. Mama yetu Mama Helena alikuwa hodari katika kazi za kilimo, ufugaji ambazo alikuwa akijishughulisha nazo katika kipindi chote cha maisha yake, na mara nyingi wakiwa wanaingia katika shughuli hizo za kilimo, na hivyo mara nyingi walikuwa wakitumia fursa ya kwenda hata nje ya nchi, kwa maana ya Kenya, ambapo ndiyo sehemu iliyopakana napo, na kutafuta maeneo ambayo yalikuwa ni rutuba kwa ajili ya kilimo, na hivyo kusaidia kukidhi mahitaji ya familia na hasa katika kutulea sisi mpaka tulipofikia. Kuugua. Marehemu Mama Helena alianza kuugua mnamo mwaka 2010 akiwa nyumbani Serongo, na kutokana na maradhi hayo ililazimika kuja Dar es Salaam ili kupata matibabu zaidi, lakini amekuwa akipatiwa matibabu na huduma hiyo katika hospitali mbalimbali ikiwemo Muhimbili, lakini pia afya yake ilikuwa ikiimarika vizuri kwa kipindi kirefu. Lakini kwa bahati nzuri pia amekuwa katika kipindi hicho amekuwa akihudhuria katika hospitali nyingine zaidi ya Muhimbili, ikiwemo Rafia na hospitali nyingine za hapa jijini Dar es Salaam. Tarehe 2 ya mwezi wa pili 2026 hali yake ilibadilika na kuwa na tatizo la upumuaji, na hapo alikimbizwa katika hospitali ya Rafia, na kwa takriban wiki tatu madaktari walijitahidi sana kwa uwezo wao kusaidia kumaliza tatizo hilo, na mara kadhaa ilionyesha matumaini na kuimarika pia. Hata hivyo, ilipofikia usiku wa tarehe 20 mwezi wa pili 2026 hali yake ilibadilika ghafla, na licha ya juhudi za madaktari, mama aliaga dunia siku hiyo ya tarehe 20 mwezi wa pili 2026 mnamo saa 8 mchana. Marehemu ameacha watoto 4 wakiwemo wajukuu 21 na mjukuu 6. Shukrani. Tunapenda familia ya Baba Basili Shayo kutoa shukrani hasa za kipekee kwa Baba Paroko
katika parokia ya Utatu Mtakatifu Skanska, Baba Francis, hasa ambaye alikuwa akimpatia matibabu Mama Helena kama alivyokuwa katika familia yake, kwamba amekuwa akitoa huduma hiyo kwa kipindi chote cha kuugua kwake, na kwa kupitia kwake kwa paroko tunapenda kuwashukuru mababa wote wa kiroho wa parokia mbalimbali ikiwemo Salasala Aite, walikuwa wakipatia huduma ya sakramenti katika nyakati mbalimbali wakati wa kuugua kwake. Tunashukuru pia baba paroko kwa kubalia kuadhimisha ibada hii kwa heshima ya kumwaga mama yetu mpendwa, na pia tunashukuru umetulisha neno la uzima, neno ambalo tutaendelea kuishi nasi, hasa sisi wakiwa wanafamilia ya Bazilishayo, lakini pia kwa wapendwa ambao wameshiriki nasi katika kuadhimisha ibada hii, na umetupa neno ambalo litaishi nasi, na hasa baraka ambazo umetujalia ambazo tutaenda nazo katika safari yetu ya kwenda kumpumzisha mama yetu. Asante sana. Tunashukuru pia madaktari ambao wamekuwa wakitusaidia katika kuitetea afya ya mama yetu, wakiwemo pia manesi na wahudumu wote wa hospitali zote, lakini hasa Radinisia ambapo amelazwa kwa mara ya mwisho na kwa bahati mbaya hakuweza tena kurudi nyumbani, lakini ambapo wamekuwa wakijitahidi kwa namna yoyote iliyowezekana kuimarisha afya yake, na kwa kweli tulipata nyakati mbalimbali dakika zile za mwisho kuongea na mama, pamoja na kwamba alikuwa hajiwezi, lakini tulipata nafasi kama familia kuongea naye alipokuwa pale hospitalini, na akatupa maneno ya faraja, hasa ya kutuasa sisi ambao tuliobaki, na ambaye kwa kweli atatusaidia katika maisha yetu. Tunapenda pia kuwashukuru na kuombea baraka zote madaktari na pia wahudumu wa hospitali nyingine zote ambapo mama alipewa huduma kwa nyakati mbalimbali. Mungu awabariki na kuwazidishia udhabiti wa moyo katika kazi zao. Kwa udhati tunawashukuru Bwana Jumuiya Mtakatifu Josephine Bakita, ambapo mama amekuwa na jumuiya katika jumuiya hiyo, na pia majirani na jumuiya kanda ambao walikuwa wakishirikiana katika kulea kiroho na hasa kumuongoza mama, kwa sababu ni mgonjwa wao katika jumuiya hii. Pia kwa moyo dhati kabisa tunawashukuru ndugu zetu, jamaa na marafiki waliotukimbilia na hasa kufariji na kushika mkono katika kipindi hiki cha msiba wa mama yetu Helena. Tunawashukuru na hasa kwa sala zenu, kwa kutufariji na kwa namna mbalimbali, kwa michango yenu, kwa mweko kwenu, na hasa kusimamia taratibu zote ambazo tulizianza za maandalizi ya kuweza kuhifadhi mama yetu. Tunajua tuna safari ndefu mpaka kufikie siku ya kuhifadhi ambayo kesho, lakini tumekuwa nasi tangu tumeanza zoezi hili, na sasa tunaanza sasa safari yetu kuelekea Rombo kwenda kuhifadhi mama yetu. Hatuna maneno ya kutosha kuonyesha shukrani zetu. Tunaomba kupokea hili moja tu. Asante sana na Mungu awabariki. Raha ya milele umpe Bwana. Mama yetu Helena apumzike kwa amani.
Raha ya milele umpe Bwana. Mama yetu Helena apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Mama yetu Helena apumzike kwa amani. Asante sana. Yesu Kristo. Nasi Mtakatifu Kristo ni katibu wa waka Tanzania na Mtakatifu Thomas More. Tumepokea zawadi hizi za kifo cha mama yetu Helen kwa masikitiko makubwa. Sisi waka na watakatifu wetu, viongozi ikiwa wana mchango yetu na tunaendelea kukamilisha na tutawakilisha kwa wadiwa. Basi nizidi pole sana baba paroko, pole sana familia, pole sana na waka wenzetu, pole sana kanisa lote kwa ujumla. Tunaendelea Bwana tupige kwa amani. Tunaendelea Bwana tupige kwa amani. Tunaendelea Bwana Tumsifu Yesu Kristo. Kwa upendo wa Kristo nimesimama hapa mbele kwa niaba ya kamati tendaji wa waka parokia kutoa salamu za rambirambi kwa familia ya Bazi Mishayo kwa kuondokewa na mwanawake mwenzetu Mama Helena. Hakika ni pengo kwa wamama, kwa sababu yeyote ambaye amebatizwa na amefikisha zaidi ya miaka 14 ni mwanawake. Kwa hiyo kwa sisi tumepoteza mwanawake mmojawapo na tunaendelea kumwombea pumziko la milele na akawe mwombezi wetu anapotangulia. Kwa kawaida WAWATA tulipoteza mwenzetu tunatoa shada na kitenge ambacho ni ishara ya umoja wetu na atazikwa nacho na shada atakuwa na wasindikizaji ambao wataendelea. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema na hivyo tunasifiwe. Kwa familia ya Mishayo, Mungu ni mwema hata kwetu kwa kipindi hiki, kwa sababu tunaambiwa kwamba tushukuru kwa kila jambo. Jambo likiwa jema tunashukuru, likiwa la kuhuzunisha pia inatupasa kushukuru Mungu, kwa sababu mipango ya Mwenyezi Mungu sio sawa na mipango ya binadamu. Basi nimesimama hapa kwa niaba ya halmashauri na kamati tendaji parokia kuleta salamu za rambirambi na pole nyingi kwa wafiwa, hasa watoto wa marehemu. Najua mama katika umri ule bado watoto walikuwa wanalinda sana, hasa wakienda nyumbani wakati wa likizo. Basi naomba niwape pole nyingi, tuendelee kumwombea mama ili Mwenyezi Mungu apumzishe kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi wapendwa, napenda kutoa pole nyingi hasa kwa familia ya Utatu Mtakatifu na wanafamilia ya Bazi Mishayo kwa kuondokewa na mpendwa wetu Mama Helena. Basi tukumbuke kwamba tunaadhimisha maisha yake, tunasherehekea maisha yake hasa leo.
kumsindikiza sio kwa huzuni, bali kwa furaha. Nasema kwa furaha, maana yake anaingia makao yake ya milele. Maana lazima kumsindikize kwa furaha, yeye mwenyewe anapenda kwa hivyo. Usimsindikize kwa huzuni wala machozi, basi kwa furaha kumsindikize, ili atakapoenda kukutana na Bwana wake aweze kuzidi kutuombea. Tuwe na furaha sababu tayari tunaye mwombezi wetu ambaye ataendelea kutuombea sisi tulio hai hapa duniani. Basi nasema pole kwa wote wanafamilia, na tuzidi kumwombea pia, ili aweze kupata nafasi au aweze kurudi uzima wa milele. Basi baada ya kupata baraka, tutatoa sala ya buriani, na baada ya sala ya buriani tutatoa heshima ya mwisho. Baada ya kutoa heshima ya mwisho, ndio wakati tunapokuja kutoa heshima ya mwisho, kutakuwa sanduku la kumwombea mpendwa wetu Helena Nyanzamiza. Basi baada ya heshima ya mwisho, tutaendelea safari yetu ya kumsindikiza mpendwa wetu. Leo tunamsindikiza wetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani, na sasa amemwita ili ape maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba, Ee Bwana, umpokee mwili wetu katika uzima wa milele, na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote, anaishi milele na milele. Amina. Tuketi. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona
umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia, awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona nahisi umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia nimeumia, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena?
aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Usiuache mguu wako usogeze, yeye akulindaye asisinzie. Nitayainua macho yangu nitazame milima, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Wala sijishughulishi na mambo makuu yanayozishinda nguvu zangu. Wala sijishughulishi na mambo makuu yanayozishinda nguvu zangu. Hakika nimetuliza nafsi yangu na pia kuinyamazisha. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, nayo macho yangu hayainuki. Wala sijishughulishi